Sala tunayoipata kwanza kwenye swala la jamii, ikipata tatizo, mfano mtu anaumwa, huku gari haiwezi kufika. Unaona, gari haiwezi kufika, inaishia huko wanafunzi gari. Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni barabara ya Mkorosho Haram inatoka hapa maeneo haya Mkanaredi kuelekea kwa Fadhali Umbo. Tumefika hapa kuzungumza na wananchi wa eneo hili. Je, kwa kiasi gani wamepata changamoto? Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo barabara hii haipitiki kabisa, lakini magari yanakwama, lakini imekata mawasiliano kati ya eneo la juu na chini. Tumefika hapa leo kuzungumza nao kwa kiasi gani wana changamoto hii ya barabara. Mengi yamefunguliwa hapa ama mengi yamefunguka wananchi hawa kwa kile ambacho wamekiona. Hii ni Faruku Online TV. Nikukumbusha usisahau kusubscribe na comment channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu. Karibu tuwasikie wananchi kile ambacho wamekizungumza. Naitwa Said Yusuf almaarufu Manywele. Napatikana eneo hili la Mkorosho Haram. Eneo ambalo linatusumbua sana kwenye swala la barabara. Kama unavyoona ndugu mwandishi, barabara ni inasumbua sana. Kwa sababu hapa kingine kinachochangia zaidi, hii mitalo walioichimba, wamechimba upande mmoja. Kwa hiyo kama wamechimba upande mmoja, maji yanapotokea juu huko yanakuja yanatengeneza madimbwi. Kwa wanapotengeneza madimbwi, yani hata muda watu wanapita kunakuwa na shida. Hapo ukiangalia hapo kuna shule hapo juu, hapo shule mpya hiyo hapo. Hata viongozi kutembelea hapo juu sasa hivi hawatembelee. Ila muda kipindi mvua baada hazijaanza kunyesha, masika yajaanza, walikuwa wanakuja, ila sasa hivi hawaji. Hii barabara yani kama wametususia sisi ili tuhangaike nayo, kwa sababu tunajitahidi kuweka viloba, kuweka nini, kwa sababu si mabodaboda hapa. Umeona? Kuna sehemu hapo kila siku watu wanadondoka. Kila siku watu wanadondoka. Kuna jamaa mmoja hivi amejitokeza akataka atoe hela ya kifusi. Ila yuko peke yake, hawezi kulifanya hilo jambo. Umeona? Kwa sababu hapa viongozi hawatutembelee kifupi. Sala tunayoipata kwanza kwenye swala la jamii, ikipata tatizo, mfano mtu anaumwa, huku gari haiwezi kufika. Umeona, gari haiwezi kufika, inaishia huko wanafunzi gari hizi school bus hazifiki. Kwa watoto wetu hapa tunawachukua, tunaenda kuwapandisha gari school bus kule barabarani kabisa kule. Kwa majina naitwa Dickson Kitula. Naishi mtaa Mkorosho Haram. Tuambie issue barabara. Issue ya barabara ndio kama mnavyoiona. Yaani changamoto kubwa sana. Upitaji wa magari inakuwa ni shida. Kama hivyo mashimo kibao, mvua zikinyesha maji mengi, tope kama hilo, tope kubwa sana, magari yakiingia hapo yanakuwa ni issue kufika huko juu. Na sio hapa tu mnapopaona, kuna pale pengine mbele pale, changamoto kubwa sana. Hapa issue kubwa ni mitaro. Kwa sababu kama barabara ndio kama hivyo mlivyoona, ilishatengenezwa fresh tu hapo nyuma hapo awali. Magari yakawa yanapita kama kawaida, ni bodaboda nini, watu wanaenda wanarudi hivyo. Ila sasa katika utengenezaji wa barabara mtaro yani umechimba upande mmoja. Sasa katika barabara ukiangalia hii barabara kule juu kuna mlima kule. Sasa huwezi kuchimba barabara, kutengeneza barabara sehemu yenye mlima afu maji yakitoka kule yanapita upande mmoja, ile kwa haiwezekani. Kwa hiyo lazima mitaro inategemeana. Ukinapitisha maji na kule maji lazima yanafanyaje? Yanapita. Naitwa Nurdin Athmani. Adha barabara kama hiyo unavyoiona hivyo, barabara chafu haipitiki, watu wanashindwa kupita kabisa, na ukizingatia huko watu juu huko wanajenga, magari makubwa yanapita, kwa hiyo yanazidi kupita hapo, yanaendelea kuchafua barabara. Kwa kutokana na barabara yenyewe haikuweza kuwa imara. Tumemtafuta diwani wa kata hii ya Ufukoni, Mheshimiwa Mtungata, kuweza kufahamu je, mipango mikakati ipo kwa namna ipi kwa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani kuhakikisha barabara hii inatengenezwa. Alikuwa na haya ya kuzungumza. Jina langu naitwa Hamisi Ali Mtungata, diwani wa kata ya Ufukoni. Mimi ndio mwakilishi wa wananchi kwenye kata hii ya Ufukoni. Kwanza nianze kwa kukiri kwamba kwenye barabara ya Fadhali Umbo ni kweli na changamoto. Barabara kuna maeneo hayapitiki, lakini chanzo ni kwamba kuna baadhi ya eneo limejengwa mfereji upande mmoja na upande mwingine hajajenga mifereji. Lakini mimi kama mwakilishi, kwa kutambua hili, mwezi wa pili tulikuwa na kikao cha bajeti. Kwa hiyo sisi kama manispaa tumetenga kiasi cha fedha ambacho tutakwenda kuwasaidia wenzetu wa TARURA ambao nao tulikaa nao na walitengeneza bajeti ya kwao ili kuhakikisha sasa hii miundombinu ya barabara inakaa vizuri, kwa maana
tunaweka mifereji, lakini pia tutajenga mifereji, barabara tutaweka kifusi. Lakini kwa ujumla kwenye kata yangu ya Ufukoni zipo barabara zingine ambazo zina changamoto kama hii barabara ambayo tuko hapa. Kwa mfano barabara ya kwenda ofisi ya mtaa, kuna barabara inaitwa Ufukoni Rupu, ile barabara yote nayo haipitiki. Lakini kuna barabara inaitwa kwa Bonge nayo ina changamoto. Lakini mimi kama mwakilishi kwa kutambua hilo, tumetenga budget ili kuhakikisha sasa hizo barabara zinapitika. Kwa hiyo baada ya mvua, wananchi ni waahidi wa kata ya Ufukoni, baada ya mvua kwisha, zipo kazi zitaanza kufanyika kwa ajili ya hizo barabara zote ambazo nimezitaja, kwa sababu na mimi ni mkazi wa kata ya Ufukoni, kwa hiyo nayajua maeneo yote na kila eneo na kila barabara nimepeleka taarifa. Na mengi umesikia, wananchi wamezungumza hapo kuhusiana na kero ya hii barabara, lakini pia diwani umemsikia mipango namna ambavyo ilivyo ya kuhakikisha barabara hizi ama barabara ambazo zipo kwenye kata ya Ufukoni zinaboreshwa. Kutokea hapa mtaa huu wa Mbae Mashariki uliopo hapa kata ya Ufukoni, manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina la ziada. Naitwa Faruku Munyani. Hii ni Faruku Online TV. Bye bye.